Habari za wakati huu, karibu katika kesha la asubuhi. Leo Jumanne ya tarehe 23 Disemba 2025. Somo letu la siku leo ni kichwa cha habari kinachosema masomo kutoka kwa watu wa kabla ya gharika. Fungu letu ni kitabu cha Yuda 20:21. Bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu, jilindeni katika upendo wa Mungu, huku mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo hata mpate uzima wa milele. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru sana kwa rehema zako zisizo na kikomo, kwa kuwa umetupa uhai, pumzi na nafasi ya kuona uso wako katika kesha hii takatifu. Tunakiri kwamba bila neema yako hatuna nguvu wala hekima. Bwana, asubuhi hii tunasimama mbele zako kama watoto wako, tukitambua kuwa tunaishi katika nyakati za mwisho, nyakati kama zile za kabla ya gharika. Tunaona udanganyifu, tunaona dhambi, tunaona upotovu vikiongezeka, lakini tunataka mioyo yetu ibaki imara ndani yako. Tunakusihi, Mungu wetu, ututakase kwa damu ya Yesu Kristo. Ondoa ndani yetu kila dhambi, kila mzigo wa moyo, kila wingu la mashaka na kutokuamini. Tupe Roho wako Mtakatifu atawale mawazo yetu, atawale maneno yetu, atawale matendo yetu katika kesha hili. Tunapojifunza masomo kutoka kwa watu wa kabla ya gharika, tusaidie tusije tukawa wasikilizaji wa neno tu, bali tuwe watendaji wa neno. Tujenge juu ya imani yetu iliyo takatifu sana, tukingojea kwa uvumilivu na matumaini ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bariki huduma yote ya kesha hili. Bariki wanaofuatilia na kusikiliza somo hili, na jina la Yesu Kristo liinuliwe juu kama mfalme ajaye. Tunaomba kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye Mwokozi wa maisha yetu. Amina. Tazama picha ambayo ulimwengu unaionyesha leo: udanganyifu, uraghai, kufirisika, vurugu na umwagaji wa damu upo kila mahali. Wajane na yatima wananyang'anywa mali zao zote. Michezo, mashindano ya mbio za farasi na burudani za kila aina zimeteka akili za watu. Ndani ya kanisa, dhambi imekuwa ni mtindo wa maisha. Dhambi zinafunikwa na kutolewa udhuru. Nguvu ya ushirika imekabidhiwa kwa watu ambao huleta nadharia na mawazo ya uongo. Hivyo utambuzi na hisia vimehafifishwa kuhusiana na kile kilicho kanuni sahihi. Dhamiri zinashindwa kutambua mashauri na maonyo yanayotolewa. Nuru itolewayo ikitoa wito wa toba umefunikwa na wingu zito la kutokuamini na upinzani unaoletwa na mipango na uvumbuzi wa mwanadamu. Wakati wa ulimwengu wa kabla ya gharika walipewa onyo kabla ya anguko lao, lakini onyo hilo halikuzingatiwa. Walikataa kusikiliza maneno ya Nuhu, walidhihaki ujumbe wake. Watu wenye haki waliishi katika kizazi kile. Kabla ya uharibifu wa ulimwengu wa kabla ya gharika, Henoko alitoa ushuhuda kwa udhabiti, na katika maono ya unabii aliona hali ya ulimwengu ya wakati uliopo. Alisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote wasiomcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. Watu hawa ni wenye kunung'unika, wenye kulalamika, waendao kwa tamaa zao, na vinywa vyao vyanena maneno makuu mno ya kiburi, wakipendelea watu wenye cheo kwa ajili ya faida. Yuda aliacha ushuhuda kwa waaminio. Bali ninyi wapenzi, yakumbukeni maneno yaliyonenwa zamani na mtume wa Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba waliwaambia kuwa wakati wa mwisho watakuwepo watu wenye kudhihaki, wakizifuata tamaa zao wenyewe za upotevu. Watu hao ndio waletao matengano, watu wa dunia hii tu, wasio na roho. Yuda 15-19. Mungu aliamua kusafisha ulimwengu kwa gharika, lakini kwa rehema na upendo aliupa ulimwengu wa kabla ya gharika rehema ya miaka 120. Katika wakati huu, wakati safina ikijengwa, sauti ya Nuhu, sauti ya Mathusela na wengine wengi ilisikika ikionya na kusihi,
na kila nyundo iliyogonga juu ya safina ilikuwa ni ujumbe wa onyo. Hubiri lililotolewa na Henoko na kuhamishwa kwake kwenda mbinguni ilikuwa ni hoja ya usadikisho kwa wenye uhai wote walioishi wakati wa Henoko. Ilikuwa ni hoja ambayo Methusela na Nuhu wangeweza kuitumia ili kuonesha kuwa wenye haki wangeweza kuhamishwa. The SDA Bible Commentary, Ellen G. White, comments 1188. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakuja mbele zako kwa shukrani kuu baada ya kujifunza kesha la asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa neno lako ulilonena nasi, kwa Roho yako Mtakatifu aliyegusa mioyo yetu, na kwa maonyo na mafundisho na tumaini ambalo tulipata kupitia kesha la leo. Bwana, tumekumbushwa kupitia historia ya watu wa kabla ya gharika kwamba onyo likipuuzwa huleta maangamizi. Tunakuomba usituache tuwe kama wale waliodharau sauti ya Nuhu, bali tufanye tuwe watu wa kusikia, kuamini na kutii sauti yako. Tunapomaliza kesha hili, naomba baraka zako ziambatane nasi, utulinde, ulinde akili zetu, ulinde miili yetu, ulinde imani yetu. Usiache mbegu ya neno lako ipotee, bali ichipue na kuzaa matunda ya haki katika maisha yetu ya kila siku. Tusaidie kuishi kama Henoko, utembea na Mungu katika kizazi kilichopotoka, tukitazamia kwa shauku ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tudumishe katika upendo wako, katika kweli yako, na katika tumaini la uzima wa milele. Kwa yote hayo tunakushukuru, tuikabidhi maisha yetu yote mikononi mwako. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo, aliye mfalme ajaye upesi. Amina.